ambayo inahusu wakilishi wa Tanzania bara katika michuano ya klabu bingwa Afrika. Young Africans leo wameshuka dimbani kucheza na Al Ahly ya kule Egypt katika mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa Afrika. Matokeo, Yanga amepoteza mchezo huo baada ya kufungwa mabao 2-0 mbele ya Al Ahly. Bana, kipindi cha kwanza ilionekana kama Yanga wamewamudu Al Ahly. Nini kilibadilika? Yani kama upepo kama ulibadilika hivi, au lile bao ndio limevuruga kila kitu la dakika za mwishoni kipindi cha kwanza? Ya, unaweza kusema baada ya Yanga kuruhusu goli ni kama walikuwa sasa wametoka kwenye kichwani, wanafikiria zaidi namna gani wanaweza wakasawazisha. Kwa hiyo safari za kwenda kwenye nusu ya mpinzani zikawa ni nyingi, ambazo zikatengeneza nafasi kwenye maeneo yao ya ulinzi. Ndicho ambacho unaweza kusema kilibadilisha. Kwa kukawa kuna timu mbili ambazo zinapishana kiwanjani. Wewe njoo kwetu, tukipata mpira na sisi tutakwenda kwenu. Tofauti na vile ambavyo kulikuwa kuna timu moja ambayo inajaribu kufanya mahesabu ya muda kwa kupasiana mpira. Kwamba sisi tuna mpira, lakini tunataka tuchukue walau dakika 2 tukiwa tunaucheza mpira, hata kama hatutaenda kuleta hatari kwenye eneo lako. Lakini sasa baada ya hapo ikawa sisi tunataka kwenda na kujaribu kupata goli, na utaona hata mabadiliko yalikuwa ni yanaonesha kabisa kwamba sasa hivi timu inabadilisha watu ambao labda walikuwa na uwezo wa kukaa na mpira na kudefend, na kuweka watu ambao watakuwa wanawaza zaidi namna gani tunakwenda mbele na kupata magoli. Kwa hiyo kwa uzani wa wachezaji kidaraja cha Yanga na Ahly, ndicho unaona sasa baadaye kilianza kuleta utofauti. Yes, mnakuja golini kwetu, lakini sisi ndio tutakwenda kuleta madhara kwenye goli lenu. Kwa hiyo utaona inawezekana, kwa ukiangalia kawaida unaweza kuona ni Yanga na Ahly ambao zinapishana. Lakini utaweza kuangalia ni timu gani ilikuwa inatengeneza mashambulizi ya hatari. Utagundua Ahly walitengeneza mashambulizi ya hatari kipindi cha pili kutokana na huo mpishano ambao ulikuwa unatengenezwa baina yao na Yanga. Okay, Njenge, nafasi ya Djigui Diarra katika kutimiza majukumu yake yaliweka Yanga salama kiasi gani kipindi cha kwanza? Nafikiri kwangu mimi nimeona sio tu kipindi cha kwanza, Djigui Diarra amejitahidi kucheza katika ile standard ambayo tumeizoea, na magoli ambayo Yanga ameruhusu, goli la kwanza la kipindi cha kwanza ambalo inawezekana baadhi ya watu wanajaribu kumnyoshea kidole Djigui Diarra, lakini nafikiri lilikuwa ni goli ambalo mpira wa kichwa ambao ulipigwa kwenye lango la Yanga ulikuwa mpira mgumu kidogo kuweza kucheza, kwa sababu ulikuwa sio tu mpira wenye uzito mkubwa na aina ile ya upigaji, kwa sababu ilikuwa ni kichwa kinaenda kudunda. Ilikuwa ni kichwa ambacho kimepigwa kinaenda kudunda chini ndio kiingie golini. Kitu ambacho haiwi rahisi sana kwa magolikipa kusave aina hiyo ya mipira. Kama unapigwa kwa kasi nzuri ni mara chache sana kusave. Kwa hiyo binafsi sikuona baya la Djigui Diarra. First half alifanya kazi yake vizuri, na ukiangalia kama ambavyo Kiemba amezungumza hapa, namna ambavyo kwa kiasi kikubwa timu ili focus kwenye kujilinda, kwa sababu hata mianya haikuwa mingi sana ya wapinzani kumjaribu Diarra. Lakini kipindi cha pili nafasi za wapinzani kumfikia Diarra na kumjaribu zilikuwa nyingi, kwa sababu Yanga ilijaribu nayo kupush kwenda mbele, na ndio maana hata wepesi wa Al Ahly kutengeneza nafasi ulianza kujitokeza kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Na mwisho wa siku pia hata aina ya goli ambalo limefungwa la pili ni goli ambalo hakuna namna yoyote unayoweza kunyanyua kidole na kumuonyesha Djigui Diarra kwamba kuna mahala palikuwa pana shida kwa upande wake. Kwa hiyo kwa mechi nzima kwangu nimeona amecheza katika ile standard ambayo tumezoea kumuona Diarra akicheza. Ana organize defense yake, anazungumza sana, ana control vizuri boxi lake, lakini vile vile ana save hatari ambazo zinawezekana kuzizuia. Japokuwa kwa zile hatari mbili ambazo zilisababisha magoli, sikuona kama kuna namna yoyote ambayo Diarra alikuwa na nafasi ya kufanya chochote katika yale matukio mawili. Kiemba, kama mechi ingeenda suluhu, kungekuwa hakuna bao lolote, tungeona kipindi cha pili cha tofauti na tulichokishuhudia? Ya, tungeona kwa upande sasa wa Ahly
wakijaribu kuona namna gani watawalazimisha Yanga, lakini ingefungua pia mianya kwa Yanga kujibu hayo mashambulizi ambayo wangekuwa wanafanyiwa. Kwa hiyo kungekuwa kuna eneo kubwa la kucheza upande wa Ahli kuliko upande wa Yanga kwa timu ambayo itafanya mabadiliko kutoka kwenye kuzuia kwenda kushambulia, na Yanga watu wanao wangeweza kuwatumia kwenye kipindi cha pili kama mpango usingebadilika na kuwa huu ambao ulikuwa. Kwa maana kwa mfano kama Pacome ameingia kipindi cha pili, kama angekuta timu iko mizani iko sawa, ina maana idadi ya wachezaji wengi wa Ahli wangekuwa kwenye upande wa Yanga. Kwa hiyo hata Pacome angepata hiyo nafasi ya kubit defender mmoja na kuweza kukimbia eneo kubwa wazi kujaribu kutafuta usaidizi. Tuliona Depu naye alikuwa kama kungekuwa na uwiano ule ule second half angeweza kupata hizo nafasi za kukimbia. Ni mtu ambaye unamuona pia anapenda kukimbia kwenye nafasi iliyoko wazi, lakini kwa sababu ya kipindi cha pili pia kulikuwa hamna hiyo mipishano, muda eneo la nyuma ya walinzi alikuwepo kwa ajili ya kukimbia. Muda wote wanapokea mpira kwa mbele. Kwa hiyo mpango wa mwalimu kwa first half uliharibiwa na lile goli ambalo lilipatikana. Na pia kwa mfano mimi pia natazama kwa mfano wao wachezaji wa wageni wa Young Africans, namna ambavyo karibu kila mchezaji aliyepewa dakika za kucheza kuna kitu wamefanya ambacho unaiona sababu kwa nini Yanga walimsajili. Alan Okello ameanza kwenye mechi na mechi nzima, muda mwingi ambao alikuwa akipata mpira alikuwa anaonyesha kwamba ni mtu ambaye kipo ambacho anaweza kuiongezea Yanga. Damaro eneo la katikati ya kiwanja fanya kazi nzuri sana. Depu licha ya kwamba muda mwingi Yanga wao walikuwa ndio wanapelekwa kwenye eneo lao zaidi, lakini ni mchezaji ambaye naye ukitazama movement zake amefanya kitu ambacho inaonyesha baada ya muda hawa wachezaji watakapokuwa wanaendelea kutrain na wenzao, wanaendelea kupata game na wenzao, kuna kitu ambacho wamekwenda kuiongezea Yanga hasa kwenye upana wa kikosi, wingi wa machaguo, kwa sababu leo unajua sio kitu rahisi Alex kwa mchezaji wa level ya Pacome Zouzoua kwenye kikosi cha Young Africans mwalimu kuopt aanzie bench kutokana na plani ya mchezo, licha ya kwamba plani ilikuwa ni kuanza kwa kujilinda, lakini kwa daraja ambalo Pacome amelitengeneza isingekuwa rahisi mwalimu kumweka bench kama angekuwa hana watu wa maana ambao wana uwezo wa kufanya kazi uwanjani. Okay, tukiachana taarifa hiyo, wawakilishi wengine wa Tanzania bara katika michuano hiyo mnyama Simba wao wanatarajiwa kushuka dimbani kesho nchini Tunis kusaka alama 3 za kwanza kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini humo. Kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Simba Steve Becker amesema licha ya kuanza vibaya kwa timu hiyo kwenye michezo miwili ya mwanzo, lakini anaamini kwa maingizo ya wachezaji wapya waliofanya yanaweza kuongezea kitu kiufundi kikosini. Simba Sports Club, being a big team. Unajua Simba ni timu kubwa barani Afrika na inahitaji kuweka alama kubwa kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Siwezi kuzungumzia mechi mbili zilizopita, lakini nimeziangalia mechi zote mbili. Pengine Simba walikosa bahati kiwango fulani, wangeweza kuwa na alama zaidi ya hizi ambazo kwa sasa tuko nazo. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho na mchezo wa marudiano wiki ijayo, tutahakikisha tunapata alama ili kujiweka vyema kuelekea hatua ya mtoano. Kimsingi kwenye wiki chache zilizopita tumeongeza wachezaji wapya kadhaa, sio tu Chama peke yake, lakini kwenye maeneo mbalimbali kiwanjani kumekuwa na wachezaji wasiopungua 6 ambao tumewaongeza kikosini kwa lengo la kuongeza ubora. Kwa hiyo ukiachana na Chama, wapo wachezaji wengine ambao wameongeza ubora kiufundi na tunaamini italeta matokeo chanya. So we hope that they will all have a positive impact. Naam, hao ni wawakilishi wengine. Simba kesho wako Tunisia kule. Kapu lao likiwa linasoma 0 la point. Yaani unajua huu ni msimu wa kwanza tuna timu 4 kwenye michuano, lakini mpaka tunaendea mechi za 3 hakuna timu ambayo ina uhakika wa kwenda hatua inayofuata. Kati ya hizo 4 zote. Yaani unaweza kuona Simba ana point, Yanga alikuwa na point 4, lakini hana uhakika kwamba anakwenda kwenye hatua inayofuata. Mpaka mechi za 3 tunaendea. Yanga ameshacheza ya 3 na amepoteza. Lakini Simba hivyo hivyo anaenda mechi ya 3, uhakika wa yeye kusonga mbele haupo, unategemea mechi hizo 2. Yaani timu zetu zote zinategemea mechi zao 2 kuanza kupiga mahesabu sasa kwa calculator. Yaani nje hapo unaweza kutafuta calculator.
yani hizi mechi mbili wanazocheza kila klabu Azam sio atacheza na Nairobi na hivyo lakini zote zinategemea mechi hizo mbili. Kwa hiyo tumeenda kwenye michuano hii kwenye raundi hii ya 3 tukiwa na timu zote 4 bado hamna hata moja ambayo ina uhakika wa kusonga mbele. Na Simba kama wanasema yule kamanda wa vita kwenye michuano ya kimataifa ndio kabisa hana alama hata moja. Yuko hoi anaonekana kamanda kachoka. Lakini ukiangalia nyakati hizo Simba ameshakuepo sio mara moja. Alishakuwa na mechi dhidi ya Vipers akapata pointi 6 zikamuinua akaenda kwenye hatua inayofuata. Lakini ukimwangalia mpinzani Esperance ambaye naye pia ana alama 2 bado hajaonja ushindi. Alama yake naye hali yake si nzuri. Naye anategemea mechi hizi mbili. Kwa hiyo ni mechi ambazo kwa Simba ambayo tumetoka kuiona kwenye mwezi uliopita, unaweza ukaona mwalimu ana kazi kubwa sana ya kufanya kuendea mchezo huu. Mwalimu amezungumzia ongezeko la wachezaji ambao timu imefanya, anahisi inaweza ikaleta utofauti kwa mipango yake. Ukiangalia wachezaji waliongezwa, ukimwongelea Chama anaweza akaleta utulivu, na mechi hiyo pia inahitaji utulivu kwa sababu hawawezi kupishana na timu pinzani. Wanahitaji watu ambao wanaweza kukaa na mpira wakatengeneza mpango ambao unaweza ukaipeleka timu kwenye hatua walau ya kumtishia mpinzani kwenye lango lake. Lakini ukiangalia uzani wa Simba hii ambayo inakwenda kucheza, ukibaki na makaratasi au ioni kama inaweza ikafanya chochote, lakini kwenye uwanja bado Simba wana nafasi ya kufanya kitu chochote kwenye mchezo huu, mbali na kujua kwamba tuna mechi nyingine na hawa. Kwa hiyo naweza kwenda na mpango mzuri wa kuzuia na timu ikazuia vizuri, ikaondoka na alama 1 kama sio 3, na kuja kwa Mkapa ambapo watu waombe Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko upande wa Simba tu peke yake. Si mara nyingi Mungu amekuwa upande wa Simba. Watu mpaka kwa Mkapa panaitwa atoki. Kwa hiyo warudi waombe Mungu, wapate chochote, wasimame labda na 4 waanze kuangalia. Kusimama na 4 unaweza ukafikiria mechi mbili zinazokuja unaweza ukafanya nini? Kutafuta pointi 6 labda kwenye mechi mbili ni kitu kizuri. Lakini ukiangalia tumeenda na timu zote ambazo Alex mpaka sasa hivi bado hatuna uhakika kama tutavusha walau moja. Na mimi kwa mfano kwa kuelekea mechi ya Mnyama, mimi binafsi pia wasiwasi wangu mkubwa sana kwake ni wasiwasi ambao pia inawezekana wapo watu wenye mawazo kama yangu kwamba mabadiliko ambayo yanaonekana kwenye kikosi chao, wana namba, yani wachezaji kama ndio wanaenda kuwatazama na kwenye mechi muhimu. Tena mbaya zaidi, mpaka kuna baadhi ya nafasi nyeti kiwanjani Simba zinalazimika kwenda na wachezaji wapya. Kwa mfano nafasi ya goalkeeper, possibly anaweza akaanza goalkeeper ambaye ndio mechi yake ya kwanza kucheza ndani ya Simba. Kwenye mabeki wawili wakati kuna uwezekano tukamshuhudia beki mmoja akiwa ndio mechi yake ya kwanza kuitumikia Simba. Nafasi ambazo naona kwa kuanzia na mechi ya Esperance ni kama sio aina ya mechi nzuri sana kuanzia hapo, kwa sababu wakati mwingine ni mechi ambayo aidha inaweza ikakutengenezea heshima au inaweza ndio ikafanya watu waone wewe ni adui wa timu na sio umekuja kuisaidia timu, kwa sababu kama performance itakuwa ya ovyo kwako, pressure itakuwa kubwa kwako na ikakumeza, manake kuna shida kubwa ambayo unaweza ukaisababishia timu na ukasababisha watu wapoteze imani na wewe. Kwa hiyo wasiwasi wangu mkubwa mimi upo kwenye eneo hilo la wingi wa wachezaji wageni ambao wanakwenda katika mechi ambayo inakwenda kuwa ndio mechi yao ya kwanza ndani ya klabu ya Simba, licha ya kwamba pia wapinzani unaokwenda kukutana nao ni wapinzani ambao na wao wana njaa ile ya ushindi, kwa maana timu ambayo nayo haijashinda mchezo wote mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hapo ni sehemu ambayo inatia mashaka sana, japokuwa jina la Simba ni jina ambalo linaweza kufanya chochote kile kwenye hii michuano ya kimataifa. Yapo ambayo yalionekana hayawezekani, lakini kwa Simba yaliwahi kuwezekana. Lakini swali linabaki, je, ni Simba hii? Simba si yule bwana. Jina ni lile. Hata ukienda kule mbugani kule kuna unakuta Simba mwingine kadumbukia kwenye dimbwi la matope, katoka hivi unaona macho tunamwona kosa, yule nyani nini? Labda nyeshewe na mvua ndo ajisafishe, maana hana namna kujisafisha. Sasa huyu hajadumbukia kwenye dimbwi la matope, huyu anaumwa. Simba mgonjwa.
Huyu ni Simba anayeumwa. Kadumbukia na afya yake. Alafu katoka tafuta akitoka afanya hivi kichwa kile. Au yani